Watu wengi huvutiwa wakipita katika miembe hii mizuri, lakini ni watu wachache ambao wanaelewa ukweli ambao upo nyuma ya historia ya binti wa kifalme wa Zanzibar ambaye ni Bi Hole. Je, simulizi kuhusu miembe hii ni za kweli au ni hadithi tu? Leo tutaenda kupata majibu. Ukifika hapa utakutana na bango hili lililoandikwa eneo la kihistoria Bi Hole Bungi, takriban kilomita 23 kutoka Unguja mjini. Je, unataka kujua zaidi historia ya Bi Hole? Basi ungana nami. Sasa tayari tumeshafika katika kasri la Bi Hole na tupo na msimamizi wa kasri hili, kakaangu Mohamed, ataenda kuelezea kiundani zaidi historia ya Bi Hole. Hapa ni kijiji cha Bungi ambacho kinapatikana katika wilaya ya Kati Unguja, mkoa wa Kusini Unguja, na ndio sehemu ambayo kunapatikana pia eneo la kihistoria la Bi Hole. Kakaangu Mohamed, unaweza kutuambia Bi Hole alikuwa ni nani na kwa nini historia yake inaishi hadi leo? Bi Hole ni miongoni mwa wanafamilia ya kifalme ambaye yeye ni mjukuu wa mfalme Said Said bin Sultani, miongoni mwa wale wafalme ambao walitawala Zanzibar. Kwa hiyo tunalipata jina la Said Said bin Sultani ambaye ndiye mfalme wa kwanza wa Zanzibar. Kwa hiyo huyu Bi Hole ni mjukuu wa mfalme huyu Said Said bin Sultani, na ni mjukuu wake kwa mtoto wake wa kike ambaye alikuwa anaitwa Zamzam bin Said, Zamzam bin Said bin Sultani, ambaye baba yake Bi Hole alikuwa anaitwa Humud bin Ahmed bin Saif, na baba yake Bi Hole pamoja na mama yake Bi Hole kwa maana ya Bibi Zamzam na bwana Humudi walifunga ndoa mwaka 1856, mwaka ambao pia ndio Said Said na yeye alifariki, na harusi yao imefanyika Forodhani, na baada ya hapo wakenda wakaishi zao Bububu, na huko ndiko sasa akazaliwa huyu Bi Hole bint Humud bin Ahmed bin Said. Pamoja na kwamba Said Said anaye mjukuu wake huyu Bi Hole, lakini na yeye mwenyewe pia alikuwa ana mtoto wake pia ambaye anaitwa jina hilo hilo la Bi Hole. Kwa hiyo yawezekana ikawa Bi Hole huyu ameitwa jina la mama yake mdogo ambaye ni Bi Hole Hole bint Said bin Sultani. Kwa hiyo manake kuna Hole wawili, kwa sababu hapa kidogo watu huwa inawachanganya kati ya huyu Hole bint Humudi bin Ahmed bin Saif na Hole bint Said bin Sultani. Kwa hiyo wapo wawili hawa. Kwa hiyo Hole wa huku Bungi yeye ni mjukuu wa Said Said bin Sultani, na ule Hole ambaye huwa mara nyingi anazungumzwa maeneo ya mjini kule, hasa eneo la Malindi pale, yule ni Hole binti Said bin Sultani. Kama ulivyosikia maelezo hayo kutoka kwa msimamizi wa kasri hili, kumbe Bi Hole wapo wawili. Kuna Bi Hole ambaye ndio tunampata hapa Bungi na Bi Hole mwingine ambaye ni mtoto wa sultani wa kwanza wa Zanzibar ambaye ni Said bin Sultan. Chengine ni kwamba Bi Hole alifika huku Bungi kwa ajili ya kuja kurithi lile shamba ambalo lilikuwa la baba yake bwana Humud bin Ahmed. Kwanza kabla kuja hiyo ni kwamba Bi Hole alizaliwa Bububu mwaka 1860 na baba yake Bi Hole alikuwa ana utajiri mkubwa sana wa maeneo mengi ya ardhi. Alikuwa akimiliki mashamba mengi sana hapa Zanzibar, na shamba mojawapo lilikuwa ni shamba la huku Bungi ambalo alijishughulisha zaidi na kilimo cha miembe, mikarafuu, minazi, na shamba hili nasemekana ukubwa wake lilikuwa limefika hadi maeneo ya Fuoni huko, kutoka huku Bungi hadi maeneo ya Fuoni. Kwa hiyo mara baada ya baba yake Bi Hole kufariki kwenye miaka 1876 ndipo sasa Bi Hole huyu akatoka zake Bububu na akaja huku Bungi kuja kuhamia, na akaanzisha makazi yake hapa kwenye miaka 1880. Kwa hiyo alikaa hapa yeye pamoja na wafanyakazi wake ambao walikuwa wanaendeleza zile harakati zilizokuwa zikifanywa na marehemu baba yake. Huyu baba yake Bi Hole ambaye ni Humud bin Saif
hakukuwa na watoto wa kiume mpaka arisi Bihole? Kwa sababu normally tunajua kwamba wanaume ndio ambao wanarisi ama ndio viongozi kwenye familia. Unaweza kulipa maelezo labda hapo? Alikuwa naye mdogo wake ambaye anaitwa Ali bin Humudi, ambaye yeye inasemekana alienda kaishi Chuini kule maeneo ya Ngalawa kule. Lipo jengo ambalo lilikuwa limetengenezwa na Barhash bin Saidi ambaye ni mjomba wao huyu. Kwa hiyo yeye alienda kuishi huko, na huyu Bihole yeye aliamua kuja kuishi huku Bungi. Actually sio kwamba ulikuwa kwamba ni urithi kwa maana wamegawana kwamba wewe chukua huku wewe chukua huku, bali alikuwa ni maamuzi tu ya kwake yeye Bihole kuja huku Bungi kuja kuishi na kuendeleza zile harakati ambazo zilikuwa zikifanywa na marehemu baba yake. Kwa hiyo haukuwa urithi kwamba labda wewe chako hichi hapa na wewe chako hichi hapa, hapana. Kama unavyosikia historia nzuri kutoka kwa msimamizi wetu huyo bwana. Historia haizungumzi, lakini wewe wajibu wako ni kusikiliza. Sasa kakaangu Mohamed, na swali jingine. Hii historia ama hii barabara iliyopo hapa kwa Bihole, watu wengi wanaipenda, inavutiwa na watu wengi. Swali langu linakuja kwamba na simulizi nyingi tunazipata kutokana na eneo hilo. Sasa simulizi ipi ni ya ukweli na hizo simulizi ni zipi kwa faida ya watazamaji? Ama kuhusiana na miembe, ni kwamba miembe ile kama tunavyoiona iko mingi sana, takriban 370, na ilipandwa na baba yake Bihole chini ya usimamizi wa bwana mmoja ambaye alikuwa ni Alhaji kutoka Uturuki, anaitwa Alhaji Alamini. Na huyu alifikaje Zanzibar? Alifika baada ya kuitwa au baada ya kualikwa na bwana Humudi bin Ahmed bin Saif, ambaye waliwahi kukutana Maka huko Saudi Arabia. Walienda huko kwa ajili ya ibada ya hija, na katika mazungumzo yao ndipo yule bwana yeye akajitambulisha kwamba ni miongoni mwa wataalamu wa miti. Kwa hiyo bwana Humudi bin Ahmed aliona kutokana kwamba harakati zake yeye ni za kilimo, aliona kwamba atamfaa na akamleta huku Zanzibar, na akawa ndiyo msimamizi mkuu wa mashamba yote ambayo yalikuwa chini ya bwana Humudi bin Ahmed bin Saif. Kwa hiyo kazi yake ya kwanza kabisa ambayo aliisimamia ilikuwa ni upandaji wa ile miembe ambayo tumeiona, ambayo imeanzia pale mwanzo kabisa wa Bungi, wanaita Bungi Mwembe Kiwete, hadi mwisho wa miembe ambao kunaitwa Kikungwi. Na miembe kama tulivyosema ipo jumla ya 370 na 376, na ilikuwa kuna wafanyakazi ambao ndio walikuwa wasimamizi wa hiyo miembe. Walikuwa kila mfanyakazi amepewa mwembe wake mmoja aweze kuushughulikia na ili uweze kustawi vizuri. Kwa hiyo historia iliyokuwepo ya kwamba sijui kila mwembe mmoja umeingizwa kichwa cha mtu, hiyo historia ya kweli ni simulizi tu ambazo zinazungumzwa, lakini hazina ukweli wowote. Na wanasema kwamba Bihole ndiye aliyepanda miembe. Sio kweli. Bihole yeye amekuja kurithi baada ya kwamba baba yake ameshafariki mwaka 1876. Kwa hiyo Bihole alikuja huku kuja kurithi shamba la baba yake. Ndugu mtazamaji, umepata elimu hiyo. Hiyo ni simulizi ya Bihole. Sasa kuna vitu viwili, kuna simulizi na fact. Sasa simulizi inaweza ikawa kweli ama sio kweli. Swali langu jingine, kupitia nyaraka, kupitia vitabu, nikapata kujua kwamba Bihole ana majina zaidi ya mawili. Sijui hilo nikuulize wewe msimamizi, ni kweli labda Bihole alikuwa na majina mengine au ni Bihole tu? Pia ni miongoni mwa historia ambayo inazungumza au jambo ambalo linazungumzwa kwamba alikuwa ni miongoni mwanamke ambaye alikuwa ni mrembo sana, kiasi kwamba alikuwa anavutia watu wengi sana. Lakini sasa kuna kama tulivyosema kwamba kuna Bihole hawa wawili. Sasa yawezekana ikawa pia huo urembo unaozungumzwa ni yule Hole mwingine pia wa mjini, kwa sababu ndiye ambaye pia hata picha yake ndio huwa inaonekanwa katika picha za Bihole. So wengi wao huwa wanakuja nauliza picha ya Bihole, lakini picha ya Bihole ambayo huwa inaonekana hata ukiingia kwenye mtandao ni yule Bihole wa mjini. Ipi ile labda nyeupe hivi? Kuna picha na sijui kama ndio hiyo kavaa kama nguo nyeupe hivi kama ina maua fulani hivi, ndio huyo. Pia ni miongoni mwa historia ambayo inazungumza jambo ambalo linazungumzwa
kwamba alikuwa ni miongoni mwanamke ambaye alikuwa ni mrembo sana kiasi kwamba alikuwa anavutia watu wengi sana. Lakini sasa kuna kama tulivyosema kwamba kuna Bihole hawa wawili. Sasa yawezekana ikawa pia huo urembo unaozungumzwa ni yule Hole mwingine pia wa mjini, kwa sababu ndiye ambaye pia hata picha yake ndio huwa inaonekanwa katika picha za Bihole. Kwa sababu wengi wao huwa wanakuja nauliza picha ya Bihole, picha ya Bihole, lakini picha ya Bihole ambayo huwa inaonekana hata ukiingia kwenye mtandao ni yule Bihole wa mjini. Watu wengine husikia pishi la Bihole. Pishi la Bihole ni nini na kwa nini limo kwenye hiyo historia ya Bihole? Lina umuhimu mkubwa kwenye historia ya Bihole. Pishi ya Bihole ni pishi ambayo ilikuwa ikitumika kwa ajili ya kupimia karafuu. Kwa sababu ilikuwa miongoni mwa harakati za kiuchumi zilikuwa zikifanyika, ilikuwa ni uchumaji wa zao la karafuu. Sasa ilikuwepo pishi ambayo imetengenezwa kwa mbao na ilikuwa ni kubwa kutofautisha na hizi pishi tulizozizoea za kawaida. Kwa hiyo sasa ya kwake ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba ilikuwa ikipimwa zile karafuu na ikiwanyima fursa wale wachumaji wa zao la karafuu, na wakawa na msemo wale wachumaji kwamba hutosheki kama pishi la Bihole. Kwa hiyo kawa ni miongoni mwa misemo maarufu ilikuwa ikitumika wakati huo, miongoni mwa msemo maarufu sana Zanzibar na kwa wale wakazi ambao walikuwa wakiishi hapa, kwamba hutosheki kama pishi la Bihole. Kwa hiyo pishi ilikuwa ni msemo maarufu sana kwa wale wachumaji wa zao la karafuu ambao walikuwepo katika eneo hili la kwa Bihole. Ndugu mtazamaji, mimi msemo huo nishauchukua. Kiona mtu hatosheki nasema hutosheki kama pishi la Bihole. Ni msemo mzuri na yeye kupasa uchukue huo. Sasa kakaangu Mohamed, kwa watu ambao wanatufuatilia sasa hivi, ungewapenda wapi ujumbe gani kuhusiana na historia ya Bihole ama Bihole Ruins? Ni kwamba wanatakiwa waje kuja kujifunza historia ya Bihole hapa katika kijiji cha Bungi, na watakapokuja manake watapata faida ya kujua historia ya ukweli ambayo inamhusu huyu Bihole, kuliko kukaa na kusikiliza kwamba Bihole alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, vitu ambavyo havina ushahidi wowote. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Wazanzibari wote, wa Tanzania wote, kuweza kuja kujifunza katika eneo hili la kwa Bihole na kuja kujifunza historia inayomhusu mwanamke huyu, mjukuu wa Mfalme Said Bisultani. Kwa upande wa kiingilio kupoje, mfano kwa Mtanzania na kwa mgeni ambaye anatoka nje? Kwa Watanzania kiingilio hapa ni shilingi 2,000 na kwa wageni ni shilingi 12,000. Na kwa wanafunzi wao huwa wanaandika barua katika idara ya makumbusho kule na mambo ya kale, na baada ya hapo watapewa mrejesho, watapewa control number kwa ajili ya kwenda kufanya malipo ili waweze kuja hapa. Na kwa wanafunzi hao, wanafunzi wa sekondari huwa wanalipia shilingi 1,000 kwa mwanafunzi mmoja, na wanafunzi wa primary huwa wanalipia shilingi 500 kwa mwanafunzi mmoja, na wanafunzi wa nasari huwa wanalipia shilingi 10,000 kwa grupu lote, pamoja na wanafunzi wa madrasa nao vile vile. Kwa hiyo hivyo ndivyo viingilio ambavyo vinapatikana katika eneo hili la kihistoria la kijiji cha Bungi. Ndugu mtazamaji, kama ulivyosikia historia hiyo nzuri ya Bihole Ruins, kasri la Bihole ambalo linapatikana hapa katika kijiji cha Bungi, kwa kweli msimamizi kaenda kiundani zaidi. Kwa hiyo kama alivyosema, watu wote wanakaribishwa, wageni wa kizungu, manake Waswahili, wanafunzi, kataja bei mwenyewe hapo. Kwa hiyo tuje tutembee, tuijue historia halisi ya Bihole, tusipotoshane tu. Ni vizuri tutembelee kasri hili lilowepo hapa, utapata kujifunza vitu vingi. Asanteni sana. Mimi ni Shehan, usisahau kunisubscribe kwenye mitandao yangu ya kijamii, utaandika Shehan Zanzibar Tours. Lakini mwisho, cha muhimu zaidi, usisahau kusubscribe VOP TV, kwa sababu itatupa hamasa kukuletea vipindi zaidi na zaidi. Kingine, kama una kipindi chochote ambacho unataka tukifanyie kazi, comment tuambie kipindi gani. Asante sana. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV.
kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.